Habari ya huku ulipo. Huku kwetu ni asubuhi, sijui kwenu huko ni muda gani. Leo nataka nifundishe kidogo kuhusu jinsi ambavyo dunia huwa imeadapt ili kuhakikisha unafikia ndoto zako, lakini nitasisitiza zaidi katika njia ya kwanza. Dunia ina njia kuu zisizopungua 3 ambazo zinakusaidia wewe kufikia malengo yako. Njia ya kwanza huwa ni msukumo wa ndani. Yaani hata wewe hapo ukiwa umekaa utajisikia tu kuna kahali kanakuja kanakulazimisha kufanya kitu fulani. Ule huwa ni msukumo. Kwa hiyo kanaweza kakakulazimisha labda ukafanye labda kitu hiki, ukafanye hiki, ukafanye hiki. Ni msukumo huo unakuja wa ndani ambao unakulazimisha wewe kufikia malengo yako. Lakini njia ya pili huwa ni kutumia watu wengine. Mfano majirani, watu wako wa karibu, kwamba kwa mfano unaweza ukawa unataka kwenda, unatafuta nauli ya kwenda sehemu fulani, na labda kwenda mkoa fulani. Lakini kwenye ule mkoa labda utaenda ukapate madhara, lakini ile nauli labda ungeipata kwa mtu fulani, au yule mtu anakuahidi nitakupa, usijali. Unashtukia ameyeyuka au kapotea au whatever. Hiyo ni divine interference, ni vitu vya kawaida. Ukiwa na maturity natakiwa uelewe, kwa hiyo natakiwa utulizane. Lakini njia ya 3 huwa ni kupitia juhudi zako. Yaani kadri unavyofanya juhudi, kadri unavyojitahidi, kadri unavyofanya juhudi nyingi, kufanya kazi, kutafuta connection, yaani kufanya juhudi. Hizo ni njia ambazo dunia huwa inatumia kukufanya ufikie destiny yako au hatima yako. Kwa hiyo inatakiwa ulitambue hilo. Hivi ni vitu ambavyo unafundishwa, huwezi ukavipata popote. Hata kupitia elimu ya hapa na pale ambayo unajifunza au ulijifunza, huwezi ukavijua. Kwa hiyo ni lazima uassociate na watu ambao ni sahihi ili waweze kukupa maarifa. Sasa nitakuja kwenye hiyo njia ya kwanza ambayo ni msukumo wa ndani. Msukumo wa ndani huwa unakuja kama unamtokea kila mtu. Kwa mfano, wewe hapo ulipo kuna vitu unatamani kuvifanya. Kuna vitu unatamani ungevifanya au vingewezekana kwa saizi. Kwa hiyo unaweza tu kaamka asubuhi unajisikia una hamu ya kufanya ngono, au unaweza ukaamka tu asubuhi unajisikia una hamu ya kulima, au una hamu ya kusoma, au una hamu ya kuingia mtandaoni, au una hamu yoyote ile. Huwa ni msukumo wa ndani. Ni nguvu ambayo huwa ipo ndani special kwa ajili ya kumfanya mtu yoyote yule kufikia ndoto zake. Sasa changamoto ni nini? Na nimekwambia ndo nitazungumzia hiki kitu. Changamoto ni kwamba nguvu ya msukumo wa ndani huwa ni lazima uichannel kwenda kwenye vitu sahihi. Yaani ni lazima uhakikishe umejiwekea malengo yako. Ile nguvu ikija uichannel iende kwenye vitu sahihi. Ni nguvu ya aina ile, ila ndo hiyo itakusukuma ukafanye ngono, ndo hiyo itakusukuma ukasome, ndo hiyo itakusukuma ukaangalie mipira, ndo hiyo itakusukuma uamke kila siku asubuhi, ujishughulishe na kitu kile ambacho hakina tija. Ndo hiyo itakusukuma kufanya vitu ambavyo sio sahihi. Kwa hiyo unapokuwa umejitambua, una uwezo wa kuichannel ile nguvu ikaenda kwenye vitu sahihi tu kwenye maisha yako. Kwa sababu gani? Kitu chochote ambacho hakina malengo au hakina mipango huwa hakidumu. Hiyo nguvu itakuja itakusukuma labda ukafanye ngono, au utakimbia utaenda ukafanye ngono.
Lakini hiyo nguvu, huo msukumo ukija, ukiutumia labda kusoma vitabu, ukiutumia kufanya kazi, ukiutumia kufanya ugunduzi, ukiutumia kufanya vitu vya msingi, yaani unaihamisha tu hiyo nguvu, unaitoa kwenye inapokupeleka ukazini, unaihamishia huko, au inapokupeleka ukaangalia mipira, sina mavitu gani, si ukacheze kamari, si ukafanya nini, ukanywa pombe, si yani unaihamisha tu, unaihamisha inaenda sehemu nyingine. Kwa huko ni kujitambua. Kwa lazima ujue matumizi sahihi ya hiyo nguvu ambayo huwa ni msukumo tu wa ndani unakuja. Kila mtu anayo hiyo nguvu. Ukinisikia hapa nadhani unanielewa. Kwa kila mtu huwa ana hiyo nguvu. Kwa jitahidi kuihamishia kwenye mambo sahihi tu. Usifanye vitu ambavyo havina tija. Kwa sababu utajikuta haufikii malengo yako. Hiyo nguvu ipo ili kutufanya tufikie malengo. Kila mtu ana malengo yake humu duniani. Kila mtu alizaliwa ili atimize ndoto zake. Kwa hiyo nguvu ikija, usiendelee kulala, amka, nenda kafanye kitu ambacho inakusukuma kufanya, as long as hicho kitu kipo kwenye mipango yako na ni kitu sahihi. Ni nishati ambayo haiji mara kwa mara. Ndio maana huwa tuna mood. Kuna muda unakuwa bored, kuna muda unalala tu, kuna muda hutaki hata kusikia habari za watu. Kuna muda unakuwa hutaki hata mtu akusemeshe. Kwa hiyo unapokutana na hiyo nguvu ikija sasa, hakikisha unaichannel kwenda kwenye vitu sahihi ili ikusaidie na uache kutengeneza vitu vya ajabu. Sasa ukiwa huna matumizi ya hii nguvu, unajua itakuletea shida gani? Nitakutolea mfano wa mahusiano, jinsi mahusiano ya watu wengi ambavyo waliingia mahusiano na wenzao kwa sababu ya msukumo wa hii nguvu ambayo nayokusimulia hapa. Wewe kabla hujaenda kwa mtu wako huyo ambaye saizi mnasumbua watu, mnapeta mchele, mnafanya nini, mmeshanunua vitunguu, mnanunua kuku, mnataka tu muaue kuku bila sababu za msingi. Mmeshanunua ng'ombe, mnataka kumwangamiza ng'ombe bila sababu za msingi, ili tu mle wali na mkamilishe mambo yenu ambayo baadaye yataharibika vibaya. Huu msukumo utakuja. Ndio huo msukumo, yani unaokuja kwenye mambo yote, ndio huo utakuja, utakusukuma upate mchumba, upate mwanamke, upate bwana. Na hii huwa inawasumbua sana watu kwa sababu huwa inakuja repeatedly, yani inajirudia. Kwa ule msukumo ukishuka, mnaachana na yule mtu mtakuwa mnaelewa tu, mtakuwa mnanielewa na maanisha nini. Ule msukumo ukishuka, mnaingia migogoro na yule mwanaume au mwanamke mliyepatana naye mkafunga harusi kubwa. Kwa baadaye mnaanza kugombana, hamkujua namna ya kutumia msukumo huu ambao Mungu ametujalia kuutumia vizuri au kuchannel kwenda kwenye sehemu sahihi. Kwa hiyo ule msukumo ulipokuja ukaja kama matamanio, nyewe mkajua ni matamanio, mkaenda mkafanya vurugu, mkaoana, mkafunga harusi, mkafunga sherehe au mkaanzisha mahusiano ya kingono au vyovyote. Ndio maana unashauriwa kuwa mtulivu. Yaani kila huu msukumo unapokuja kuwa mtulivu, tulia. Utakuja utakusukuma bana, unampenda fulani mpaka unalia, unasema mimi nampenda sana fulani. Mbona yeye anipendi? Mimi nitajiua. Kuna wengine hadi wamejiua. Si mimi nitajinyonga. Mwingine, kuna siku moja nimemsikia mtu kamrekodi mwenzie. Yule mwenzie anasema, yaani mimi nilikuwa nimebakisha tu kidogo tu nijinyonge, nilikuwa nimebeba kamba niende nikajinyonge. Sasa ukiwasikiliza hawa watu unacheka tu, unasema da. Lakini ndio hivyo, kila mtu anapitia hiyo hatua, ndio maana inatakiwa tujifunze. Mimi mwenyewe nimepitia sana hiyo hatua, nishanusurika kujifanyia hivyo. Kujifanyia vitendo ambavyo kuku huwa anafanyiwa. Kwa hiyo sasa huu msukumo ukija ukakusukuma hivyo, wewe utajua ni msukumo wa mapenzi. Kwa hiyo utasema mimi nampenda sana yule. Yaani utakuwa ushikiki. Yaani wewe unaongea mpaka kwa misamiati, kwa mifano. Unasema msichana mrembo sana huyu, yaani siwezi kumwacha mimi. Au mwanaume ana kifua kikubwa sana huyu, kifua chake kikubwa kama ukuta. Siwezi kumwacha. Sasa huo ni msukumo tu unakuja baadaye utaondoka, alafu
ukishaondoka utapatwa na jambo baya sana, kwa sababu huo msukumo ni lazima utakuja. Kwa hiyo utakuja alafu utaondoka. Kwa hiyo sasa inatakiwa uwe umetengeneza kitu ambacho utaishia pale ulipoanzia. Kwa hiyo kwa mfano kweli umempenda huyo mtu, umesema unataka kujiua kwa ajili yake, ule msukumo kuna muda utashuka, kwa sababu lazima urudi kwenye level. Yaani nature ya dunia ilivyo huwa ina evolve na ina rotate. Kwa hiyo hata psyche yako, saikolojia yako, muundo wa akili yako, yani muundo wa binadamu wako huwa upo kwenye hizo phases. Yani huwa una rotate kama tulingi, kama tairi la gari. Ndio maana hata tairi la gari ni la duara. Mbona alikuwa pembe tatu? Ni kwa sababu ili kila mzunguko linaokamilisha linakufikisha sehemu. Kila mzunguko linaokamilisha linakufikisha sehemu. Hiyo ni asili. Yaani usifikiri watu waliwaza kutengeneza matairi wakayatengeneza mviringo au kaisi sui, walikuwa watu hawatumia akili au ni bahati mbaya. Ni nature, ni asili. Kwa hata dunia iko hivyo. Kila dunia ina uhai endelevu kwa sababu ina rotate, ina evolve, ina revolve. Kwa hiyo ina evolve. Yaani kwa hiyo ipo kwenye, yaani hayo ndio maisha sasa. Ukisikia maisha, mzunguko wa maisha ni huo. Na ndio maana hata ukipata mimba lazima itoke, yani lazima uzae ili upate tena mimba nyingine. Kwa hiyo huo ni mzunguko, ndio maana utazaa hata watoto 10 au 9 usipokuwa makini. Kwa hiyo maana yake huo ni msukumo. Kwa hiyo maana yake inatakiwa uwe umetengeneza malengo. Huo msukumo ukija, maana yake unakuwa unajua sasa huo msukumo saizi umenisukuma nikatafute mpenzi. Lakini ili penzi litakapoishia unakuwa na plan B. Unasema ili penzi likiishia hapa, maana yake nitaliendeleza kutoka hapa. Ni akili, inatakiwa uwe na akili. Sasa ndoa nyingi zilifungwa kwa msukumo huo nao kuambia. Huo msukumo wa ndani unaokuja ni nature, ni asili. Ni asili tu ya kawaida, ipo hivyo. Kwa sasa hawa watu waliofunga hizi ndoa hawakujua. Kwa hiyo sasa jambo baya sana litawakuta au wengi limeshawakuta. Kwa hiyo mjitambue. Kwa hiyo nitaka tukufundisha hivyo kwamba msukumo wa ndani ukufanye ufanye vitu vya msingi. Fanya vitu vyako vya maana. Kwa mfano mimi ni mwandishi. Huu msukumo ukija, kwa mfano saizi hapa na record video. Kwa hiyo umekuja ule msukumo ulinisukuma kufanya kitu fulani, ila nikaahirisha. Nikaja kurekodi video. Au siku nyingine ukinituma kufanya kitu fulani na ahirisha, nakimbia naenda naandika zangu vitabu au nafanya zangu kazi zingine za msingi ambazo ni za ujenzi wa taifa. Kwa hiyo ni hivyo tu nitaka kufundisha. Kwa hiyo huo msukumo ukija, lazima ujielewe, jitambue. Kwa hiyo tunafundisha watu ili wajitambue. Ubarikiwe sana. Mimi naitwa Lucas Selemani. Mimi ni mkufunzi wa masuala ya biashara, uchumi, ujasiriamali na mambo mengine ya aina hiyo, na falsafa katika maeneo tofauti na mambo ya kijamii kwa ujumla. Kwa hiyo nafundisha kama hivi, na kufundisha na kuelekeza, kwa sababu na kuelekeza elimu ambayo mimi nimeipata kwa shida, lakini wewe nakuelekeza katika namna rahisi ili ujifunze na uache kufanya vitu vya ovyo ili usije ukaingia matatani. Ubarikiwe sana, uwe na siku njema.